Mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans Aziz Ki anatajwa kurejea Yanga baada ya haya kutokea kwa Waarabu. Makala hii inachambua hali ya wachezaji wa Yanga wanapojaribu kutafuta mafanikio katika ligi ya Kiarabu kwa kuangazia mfano wa kiungo mshambuliaji Stefan Aziz Ki. Hoja kuu ni kwamba changamoto wanazokutana nazo mara nyingi hazihusiani moja kwa moja na uwezo wa kiufundi, bali mazingira ya ushindani, mifumo ya uendeshaji wa klabu na nafasi wanaopewa kuonesha kipaji chao. Kwanza, haina ubishi kwamba Aziz Ki ni miongoni mwa viungo wabunifu waliothibitisha ubora wao katika ligi kuu ya Tanzania. Akiwa mmoja wa wachezaji muhimu wa Young Africans, alichangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya timu kupitia mabao, pasi za mwisho na uwezo wa kubadili matokeo katika nyakati muhimu. Ubora wake umeonekana si tu kwa takwimu, bali pia kwa ushawishi wake uwanjani na uelewa wa mchezo. Hata hivyo, anapoingia katika mazingira mapya ya soka la Kiarabu, changamoto hubadilika kutoka kiwango cha ndani kwenda ushindani wa kimfumo na kibiashara. Pili, ligi nyingi za kaskazini mwa Afrika na Mashariki ya Kati zina ushindani mkali unaoambatana na shinikizo la matokeo haraka. Klabu huwekeza fedha nyingi kwa wachezaji wa kigeni na mara nyingi matarajio huwa makubwa ndani ya muda mfupi. Mchezaji asipoanza kwa kasi au asipoendana haraka kwa mfumo wa kocha, anaweza kupata nafasi yake kikosini. Aidha, tofauti za lugha, utamaduni, mtindo wa maisha na falsafa ya kiufundi huathiri uwezo wa mchezaji kujiamini na kuonesha kiwango chake halisi. Katika mazingira kama haya, hata mchezaji mwenye kipaji kikubwa anaweza kushindwa kung'ara ipasavyo. Tatu, uzoefu wa wachezaji kadhaa kutoka Afrika Mashariki unaonyesha kuwa changamoto hizi si za kipekee kwa mtu mmoja. Wengi wamehitaji muda mrefu kuzoea au wamejikuta wakikosa nafasi ya kudumu katika kikosi cha kwanza. Hii haimaanishi kukosa uwezo, bali matokeo ya ushindani wa ndani ya timu, upendeleo wa kimfumo au vigezo vya kibiashara vinavyoathiri maamuzi ya benchi la ufundi. Hivyo mjadala kuhusu mafanikio au changamoto ya Aziz Ki unapaswa kuangaliwa katika muktadha mpana wa mazingira hayo. Nne, iwapo mchezaji kama Aziz Ki atachagua kurejea Yanga, hatua hiyo inaweza kuwa na tafsiri tofauti. Kwa upande wa klabu, kurejea kwake kutaimarisha safu ya kiungo au kuongeza uzoefu wa kimataifa ndani ya kikosi. Kwa mashabiki, ni mrejesho wa nyota waliomzoea na kumthamini. Kwa mchezaji mwenyewe, ni nafasi ya kuendelea kucheza katika mazingira anayoyaelewa vyema, jambo linaloweza kurejesha udhibiti wa kiwango chake. Kwa ujumla, mjadala kuhusu wachezaji wa Young Africans au Tanzania kwa ujumla katika ligi za Kiarabu unahitaji mtazamo wa kina. Mafanikio au changamoto hazipaswi kupimwa kwa kipimo cha uwezo pekee, bali kwa kuzingatia mazingira ya ushindani, muda wa kuzoea na nafasi halisi wanazopewa. Aziz Ki anabaki kuwa mfano wa kipaji kilichothibitishwa, huko safari yake ya kimataifa ikiendelea kuwa somo kuhusu uhalisia wa soka la kisasa nje ya mipaka ya nyumbani. Hivyo, baada ya Stefan Aziz Ki kuachana na Wydad Casablanca na kuuzwa kwenda Al Ittihad ya Libya, nyota huyo tayari amekwisha kuenda Libya kwa ajili ya kuungana na kikosi hicho, lakini dirisha kubwa la usajili hapo msimu wa kiangazi kwa upande wa ligi kuu NBC Premier League, huenda nyota huyo tukamshuhudia akirejea tena mitaa ya Twiga na Jangwani, mahali ambapo ndio familia yake, mahali ambapo ni nyumbani, ambako pia yeye binafsi anapapenda sana. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment. Kuhusu mtazamo wako, unaonaje? Stefan Aziz Ki anapaswa kurudi Young Africans ama vipi kwa mtazamo wako? Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Liz wa Sport with Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.